mafundisho haya. Kwa wale ambao wameendelea kunifuatilia katika mafunzo haya, ninaamini ya kwamba jumbe zimekuwa zikiwabariki na zikiwajenga na zikiwainua katika viwango vya imani. Bila kusahau, kama kawaida, mimi husema kwamba kwa jina langu naitwa Peter Menza, nimeokoka, ninampenda Yesu, ndiye mwokozi wa maisha yangu, na Baba Yesu ndiye mwokozi nimemtarajia katika hizi nyakati za hatari ambazo ni nyakati za mwisho. Kuendelea bila kupoteza muda, ningeomba kwamba wale ambao hawajasubscribe kwa YouTube channel waendelee kusubscribe, kushare na kulike jumbe hizi, maana zinakufaidia wewe ambao umetazama sasa, ambao unanisikiliza, na hata kuna mwingine ambaye hajajua pia mfahamishe ya kwamba kuna jumbe kupitia kwa brother Peter Menza zipo ambazo zinaweza kumsaidia na zikamuongoza katika kutenda haki mbele za Yesu, hasa wakati huu wa hatari na nyakati za mwisho. Moja kwa moja ujumbe wangu wa leo utakuwa tofauti na zile ambazo zimekuwa za awali. Maana awali nimezungumzia kuhusu kuinuka kwa manabii wa uongo, nikakuja nikahubiri ujumbe wa mwili na roho, nikakuja nikafundisha kuhusu kufunga na kuomba, na mahubiri mengine mbalimbali tu utayapata katika hii channel. Lakini siku ya leo nimekuja na ujumbe tofauti. Kwa kichwa unasema kwamba siku za Sodomu na Gomora, siku za Sodomu na Gomora, ambayo kwa kimombo wanasema kwamba the days of Sodom and Gomorrah, the days of Sodom and Gomorrah. Ningeomba kwamba tuweze kuambatana na tukaweze kuchambua na tukaweze kwamba kulimweka Yesu Kristo mbele katika huu wakati ambao ni wakati wa hatari, ambapo mpinga Kristo amesimama katika njia kulitesa kanisa. Lakini leo ningeomba tu tukajifunze jambo hili ambalo ni mambo ambayo siku za Sodom na Gomora, kwa wale ambao wamesoma Biblia wanaelewa ni nini kilichokuwa kikiendelea katika mji wa Sodom na Gomora. Lakini leo ningekuomba tu tukaambatane pamoja, tukakumbushane, maana ni mambo ambayo yamepitia hapa na pale, lakini yalipita zamani kilichofanyika pale, lakini kwa wakati huu ni bado tunaona kinajirudia. Basi ndio tukaweze kujua kwamba kama wakati ule kilitendeka na kikaisha na Muumba akaadhibu miji ya Sodomu na Gomora, basi tena tukaweze kuangalia katika jicho la rohoni na tukaweze kutambua ya kwamba mambo haya yameanza tena kujirudia. Ningeomba unipe sikio lako la mwili na hata sikio lako la roho katika ibada hii fupi. Kila mmoja anajua ya kwamba kama umesoma maandiko ukaweza kuelewa ya kwamba miji ya Sodom na Gomora ilikuwaje. Huo ni wakati wa Lutu. Lutu alikuwa pia ni mwenyeji wa miji ya Sodom na Gomora, lakini miji ya Sodom na Gomora ilifikia mahali Muumba aliye mbinguni akaja akaipasua, akaipiga kwa moto kwa sababu ya maasi ya wanadamu waliokuwa mahali pale. Na maasi yale, tuende direct to the point, maasi yale walikuwa wanadamu walikuwa ni wakaidi. Pili na libaya zaidi lilomchukiza Muumba pa kufikia kuibomoa miji ile ni kwa sababu ya kitu, wanaume walikuwa wakiwaacha wanawake zao na kutamaniana wanaume kwa wanaume, wakienenda mwanamume kulala na mwanamume mwenzake kama vile alivyokuwa akilala na mwanamke, na wanawake pia akilala na mwanamke mwenzake kama vile anavyolala na mwanamume. Ndio jambo hili ndilo ambalo lilimpelekea Muumba kuingiwa na hasira na hata kuamua pia kuadhibu na kuwamaliza watu hawa, maana walikuwa ni wakaidi, wametumwa kuacha lakini walikataa. Hiyo jambo inatufunza ya kwamba Yesu anapokutuma ama Yesu anapokuonya katika jambo fulani, unastahili kuacha mara moja, maana usipotubu hukumu yake basi ilikuwa ni ya moto. Na sahihi wenye dhambi ambao wanaendelea kutenda dhambi, basi hukumu yao imebakia tu ni jehanamu ya moto. Lakini ningeomba tu katika hadithi hii fupi ya Sodom na Gomora, si hadithi tu bali ni kitendo ambacho kilifanyika katika ukweli wa halisia, ndio ambao litakuwa mada yetu ya leo, ya kwamba tukaweze kujifunza kutokana na kitu kile tunajifunza nini mahali pale, na mtakatifu unastahili kuwa vipi. Na kama wewe mmoja ya mambo ambao unashiriki katika mambo yale yaliyofanyika, basi ukaweze kumtambua Yesu na kuyaacha na kutubu na kusonga mbele, ukimtarajia Yesu katika wakati huu mgumu. Wateule tunastahili tuwe macho, maana Yesu yu karibu kurudi. Tuzidi kuomba na kukesha, maana hatujui Yesu anarudi lini. Miji ya Sodom na Gomora, kama nilivyotangulia kusema kwamba walikuwa wanaendeleza kitu kinachoitwa kwa leo tutasema kwamba ni lesbianism and gayism, yani ushoga na ubasha.
ushoga na ubasha ndio ulikuwa ukiendelea mahali pale, ambapo unapata mwanamume anaacha bibi yake na anamtamani mwanamume mwenzake na wanaoana, na unapata kwamba bibi anaacha bwana yake anaoa bibi mwenzake na wanaendelea. Na kulikuwa kuna wachungaji mbalimbali ambao ukifungisha ndoa kama hizi zikiendelea mahali pale, na hata ukipiga picha unaweza kuelewa ya kwamba hata wakati na masaa na majira haya hasa tukiwa katika hizi nyakati za mwisho, unapata kwamba mambo haya yamekuwa ni ya kawaida, yanaonekana ni ya kawaida kwa wanadamu. Na unapata kwamba makanisani siku ya leo unapata kwamba mchungaji anafungisha ndoa ya mwanamume kwa mwanamume. Unapata wachungaji, mapadri, mashehe, unapata kwamba katika nyumba za ibada wanahalalisha ndoa za jinsia moja. Yani unapata kwamba mwanamume anamuoa mwanamume mwenzake na unapata mwanamke anamuoa mwanamke mwenzake, na mwanamume anamuoa mume mwenzake. Sasa unapata hizi inakuwa ni hatari, na yanajirudia yale mambo ya Sodomu na Gomora yaliyofanyika mahali pale. Ndio ambayo yaliyomfanya paka Muumba akaharibu ile miji, akaipiga na moto wakateketea. Na unapata wakati kama huu mambo hayo yamejirudia tena, lakini tujiulize sababu ilikuwa ni nini pa kufikia mahali pale wale watu kuchukua maamuzi ya kuwaacha mabibi zao na kuoa mabwana wenzao na kuwaacha mabwana zao na kuoa mabibi wenzao. Hii kitu ilikuwa ni kitu ambayo kwa saa hii watu, kwa ulimwengu wa sasa, watu sema kwamba ni karne ya 21, watu wanaenda digital. Lakini ukichunguza vizuri, digital hii inatuelekeza jehanamu, haituelekezi kwa Yesu kabisa. Inatuelekeza bali kwa shetani ambaye ni joka la zamani, ambaye ndiye muongo na baba wa ule uongo. Na uongo huu umesambaa hata makanisani, ukipata kwamba wachungaji wametumika katika nafasi kubwa katika kueneza uongo huu na kitu kama hii. Na pia vile siwezi kuacha pia utawala pia umetumika. Kama unapata mtu ya kwamba mtu ambaye anashiriki mambo haya ambaye utampata ni shoga au ni lesbian, kwa kimombo wanaita gayism, ama wengine wanaita lesbian, wanawake wanaume wanaitwa gay. Unapata kwamba mtu ukimshtaki ama mtu ukimshtuma ama kumkemea, kumwambia kwamba ushoga ni dhambi, ubasha kwa wanawake kuoana ni dhambi, anaweza kupeleka kotini akakwambia kwamba anaweza kukushtaki kwa sababu unaingilia haki yake. Siku hizi wanaita human right, wanasema ni human right. Mtu kuoa bwana mume mwenzake na bibi na mwanamke kuoa mke mwenzake wanasema ni human right. Lakini tuingie kwa maandiko tuone kama human right hii kweli, kama hii ni human right. Je, kwa Yesu hii ni right? Hii kama hii ni human right, kama kwa mwanadamu ni sawa, je hii kama ni human right kwa mwanadamu ni haki yake, je kwa Muumba pia ni haki au ni dhambi? Lakini bila kupoteza muda tunajua kwamba ni makosa na ni dhambi na inastahili kukemewa na kuacha. Na wanaofuatilia mambo kama haya mwisho tu kuzimu ndio watakapoendelea. Basi tujifundishe tuelewe ya kwamba watu hawa ni nini kilichokuwa kiliwafanya mpaka kugeukia tamaa hizi. Tutaendelea moja kwa moja katika kitabu cha Warumi moja kuanzia mstari wa kwanza, ndipo tutakapoanzia mahali pale. Warumi moja kuanzia mstari wa 21 mpaka 27, ndipo tukaanze kuweza kutambua watu hawa wa Sodomu na Gomora, ama watu wananenda katika njia hizi walianzia wapi, fikira zao walijengeka wapi, misingi yao, ndio maana wakafikia mahali pale. Tukisoma katika kitabu cha Warumi moja mstari wa 21 inasema kwa sababu walipomjua Muumba hawakumtukuza kama ndiye Muumba wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Unaona hawa watu ya kwamba walipokuwa katika ile miji ya Sodomu na Gomora walimjua Muumba, maana alitumanisha watu kadhaa, mitume na manabii walikuwa mahali pale. Manabii walitumika watu wengi akituma jumbe kuwaonya, na wakamjua kwamba Muumba anatuonya. Lakini kwa sababu ya upumbavu na ujinga wao wakaachana na yeye, hawakutii na hawakumshukuru na wala hawakumsikiza. Kama ilivyo siku ya leo, na kwamba ukisimama na kuonya mtu na kumwambia kwamba basi jambo hili unalolifanya ni dhambi, jambo hili unalolifanya ni makosa, utasikia mtu atakudharau, atakwambia wewe nenda zako, wewe zinaambia kitu. Basi ndivyo mwanzo wa watu ulipoanzia, na hata sasa hivi unapata shida hii iko na ama dhambi hii inaenezwa, basi mwanzo wake unakuwa ni huu ya kwamba mtu ukimwambia kwamba jambo hilo ni dhambi anakataa. Tukisonga mbele kidogo katika kusoma 22 hapo tumeanza 21, hiyo ilikuwa ni Warumi moja mstari wa 21 mpaka 27. Sasa tuko mstari wa 22, nasema wakijinena kuwa wenye hekima waliopumbazika. Unaona
Hao watu walijidai baada ya kwamba wamepewa maonyo, wakawa wanajipata kwamba wao ni wenye hekima, wanafahamu mengi hata kuliko muumba wao. 23, wakaubadili utukufu wa muumba asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na wanyama na vitambaavyo. 24, kwa ajili ya hayo muumba aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafate uchafu hata wakavunjiana heshima mili yao. So kwa sababu Yesu inafikia mahali alisema kwamba mimi roho yangu haiwezi shindana na mwanadamu. Sasa aliona kwamba kule kuonya mwanadamu kila wakati, unamwambia mwanadamu hii ni dhambi, anatumanisha hapa na pale, mwanadamu acha, mwanadamu hii acha, lakini anaona mwanadamu amekuwa mkaidi na hawezi kuacha. Sasa roho yake yeye akasema kwamba hawezi shindana na mwanadamu, akawaacha waenende katika tamaa zao, waenende katika akili zao wanaosema kwamba ni hekima, akawaacha. Ndio kuacha kule wakaendelea mpaka wakavunjiana heshima mili yao. That is where my point inatokea sasa. That is where my topic ya leo inatokea. Walivunjiana heshima mili yao kivipi? Tuendelee. 25 inasema kwa maana walibadili kweli ya muumba kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba aliyehimidiwa milele. 26, this is where my point is, and this is where my topic au mada ya leo inapotokea katika mstari wa 27 hapo Warumi 1:26 inasema hivyo muumba aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume wakiyatenda wasioyapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo ya haki. Asifiwe Yesu. Ona, maandiko yanasema kwamba wanawake waliacha matumizi ya asili ya mili yao, wakawakiana tamaa wao kwa wao, na wanaume pia vivyo hivyo wakayaacha matumizi ya asili ya mwanamke. Unaona, wakawakiana tamaa wao kwa wao. Inamaanisha nini mahali hapa? Unajua ni kitu ambacho watu wengi hawapendi kukizungumzia, kwa sababu mtu anahofia ya kwamba akizungumza labda atachukuliwa sheria ama atashtakiwa. Hapana, hata ni heri ushtakiwe katika kweli. Hata ni heri ya kwamba watu wakupinge, lakini umesimama katika njia ya kukemea ukweli. Wacha watu wakutese, wacha watu wakuongee vibaya, lakini umesimama katika njia ya kweli. Maana Biblia inasema kwamba utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru mbali na dhambi. Wanaokataa kuijua kweli, hao ndo wana wa jehanamu, bali wanaokubali kuifuata kweli, basi hao ndio wataingia katika uzima wa milele. Maana Yesu amesema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, wanaonifuata hawataangamia kamwe. Sasa usiogope kuihubiri ukweli. Usiogope, usionee injili haya. Usionee haya kusema kwamba nikiongea haya mambo basi nitaonekana vipi, labda nitashtakiwa. Hapana, mimi leo ninasimama kutangaza. Maana ujumbe huu unalingana na kitu sahihi ambacho kinaendelea, kinaitwa lesbian and gayism. Ni mambo ambayo sasa yanaendelea katika mataifa mengi, si hapa nchini kwetu tu peke yake Kenya, bali ulimwengu mzima. Unapata jambo hili limepitishwa mpaka katika serikali, limepitishwa katika serikali ya dunia, na unapata kwamba watu wanasema ni haki, wanasema kwamba ni human rights. Mimi nitaweka katika mabano tu neno human rights. Human rights unasema kwamba hiyo ni haki ya mwanadamu ajichagulie kile anachokitaka, lakini maandiko kama yamekataa, yani Yesu amekataa. Sasa unapata kwamba Biblia inasema kwamba baada ya kumwacha muumba wao, walienda wakawakiana tamaa wao kwa wao, wakavunjana heshima ya mili yao, mpaka wakaanza kupata mwanamume analala na mwanamume, mwanamke analala na mwanamke mwenzake. Sasa unapata jambo hili lilikuwa sasa wazungu wanaita abomination, yani ni machukizo. Ni jambo ambalo lilimchukiza muumba katika wakati ule wa Sodom na Gomora. Ikafikia mahali akaona kwamba wanadamu wamefikia mahali mpaka kuvunjana tamaa, kuvunjana heshima mili zao wenyewe na kuyaacha. Maana unapata Yesu alipomuumba Adamu akaona kwamba Adamu anapata msaidizi. Hakumuumbia msaidizi mwanamume mwenzake, bali alimuumbia Hawa aliye ni mwanamke. Na katika hali ya tendo la ndoa unapata kwamba ni sawa yeye mwanamume na mwanamke wakifanya hilo jambo, ni sawa katika utukufu wa Yesu. Lakini
unapata mwanamume sasa imekuwa wanaume wameacha wanawake zao wanalala na wanaume. Hiki ndicho ambacho tunakizungumzia leo, na ndicho ambacho wahubiri hawataki kukizungumza, maana wanaona kwamba aibu hii hawataki kuizungumza na wanaacha dhambi. Na hakuna kitu kibaya kama mhubiri, wewe ni mhubiri lakini unakataa kukemea dhambi. Na mimi nakuomba wewe ambao unanisikiliza, kama mchungaji wako yuko katika kanisa lakini hapendi kukemea dhambi, anapenda tu kupaka watu mafuta kwa sababu labda mtenda dhambi ndiye mtoaji sadaka kubwa, anajua kwamba labda akimkemea ataondoka, atakosa sadaka. Hapana, afadhali ukose sadaka lakini roho ya mtu uikemee, ijue kweli, ibadilike, iingie mbinguni, una thawabu kubwa wewe uliye mchungaji. Twende kwa mada. Lesbian, mwanamke kulala na mwanamke. Gayism, mwanamume kulala na mwanamume mwenzake, ndicho ambacho tunaenda kuzungumzia. Nimesema kwa majina, naitwa Peter Menza. Kama ujumbe huu utakukwaza, basi jua ya kwamba wewe ndio ambaye nimehubiri kwa ajili yako usikie. Na kama ujumbe huu unaunga mkono, basi nimehubiri kwa ajili yako uifahamu kweli na uambie na wengine, tukazidi kuihubiri injili katika roho na kweli, na wasiofahamu ukweli wakaujue. Usiogope kukemea, usiogope kukaripia, usiogope kutaja dhambi mbele za watu kwa sababu ya kuheshimu vyeo vya watu. Ina maana gani ni heshimu cheo lakini wewe ukiwa wewe ni mwenye dhambi? Hapana. Sasa hawa watu ni watu ambao walipumbazika akili zao. Na unapata mambo haya, je, tujiulize, wanasema kwamba gayism and lesbianism siku hizi wanaita LGBT. Wanaita LGBT mpaka wako na bendera zao. Unapata kwamba wanapigania upato. Unapata watu hapa wanaandamana wakisema kwamba wanatafuta haki, wanatafuta haki. Unaona, wanasema ni haki yao, hii ni haki tumepewa, inastahili kutupewe hii haki yetu, maana ni chaguo la kila mtu. Unapata wana mabango wanazungusha kabisa, haki yetu, haki yetu, haki yetu. Hakuna jiuliza, haki hii wanaoizungumzia ni gani? Ukitafakari keti na kutafakari watu kama hawa, unapata kwamba ni watu haki wanaoizungumzia hati ni haki ya kwamba mwanamume aoe mwanamume mwenzake, ndio haki anayoipigania. Hata unapata mwanamke na mwanamke wanasema haki yetu, haki yao. Kizungumke waangalia ni haki ya mwanamke, anataka haki iidhinishwe katika kama sheria ya mwanamke aoe mwanamke mwenzake. Dunia iko mwishoni, dunia inaisha wapendwa. Haya yote yalitabiriwa. Hakuna jambo jipa chini ya jua. Maandiko yako wazi. Soma maandiko uelewe, ndio utajua kwamba tuko wakati gani. Jaribu kutafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu akufundishe, na utaona katika ulimwengu wa roho utaelewa mambo yanavyoenda. Ndio maana Rose Muhando akaimba wimbo, akauliza wachungaji katika wimbo wake wa album Mteule We Macho, akawauliza wachungaji, nielezeni na mniambie ni andiko gani linaloruhusu ya kwamba mwanamume akaoe mwanamume mwenzake au mwanamke akaoe mwanamke mwenzake. Wachungaji tuelezeni, mwatupeleka wapi jamani? Mbona siko kwa mwanamume ameoa mume mwenzie? Andiko hili latoka wapi? Tena kwenye Biblia gani? Watoto wetu wa kiume tuwafiche wapi jamani? Wachungaji tuelezeni, mwatupeleka wapi jamani? Mbona siko kwa mwanamume ameoa mume mwenzie? Andiko hili latoka wapi? Tena kwenye Biblia gani? Watoto wetu wa kiume tuwafiche wapi jamani? Kamwe hapana. Lakini leo utaambiwa kwamba ni human right. Leo utapata ni sheria katika nchi kadha wa kadha duniani wamepitisha na ikafanywa ni sheria, ni haki yao. Hii ni haki ya namna gani? Sawa, kama ni haki, twende kwa maandiko tuichunguze haki hii. Ni haki ya wanadamu au ni haki hata mbele za Muumba? Twende katika maandiko, katika kitabu cha Mambo ya Walawi 20
tukaweze kujua kama hii ni haki kweli mbele za wanadamu. Basi tujaribu kuingia kwa maandiko tuone kama Biblia hii pia inaruhusu haki hiyo ya gayism and lesbianism kuendelea hata makanisani. Unapata paka wachungaji wanapitisha haya mambo katika makanisa. Unapata paka mashehe wanapitisha haya mambo. Upuzi na ujinga. Kisema kwamba ni haki. Someni maandiko mkaelewe. Biblia inasema nini? Yesu anasema nini katika wakati na majira haya? Mimi nitashangaa mchungaji wao ukisimama kanisani unafungisha ndoa ya mwanamume na mwanamume. Imeandikwa wapi? Mimi nitakushangaa mchungaji wewe unahalalisha ndoa ya mwanamke na mwanamke. Imeandikwa wapi? Tubuni. Yesu anarudi. Tubuni. Yesu anarudi. Hizi ni nyakati za mwisho. Roho za udanganyifu zimezagaa duniani na zikiongozwa na wachungaji makanisani. Twende katika maandiko. Nataka tukasome maandiko katika kitabu cha Mambo ya Walawi 20 kwa kimombo ama Kiingereza wanasema kwamba Leviticus 20 chapter 20 verse 13. Tutaanzia hapo 13 tukishuka chini twende kwa specific point ambayo tunataka kuzungumzia. Nimesema kwamba ujumbe ni kuzungumzia kuhusu the days of Sodom and Gomorrah, na tumetambua wakati ule walikuwa wanazungumzia kuhusu kitu ambacho kwa wakati huu kinaitwa lesbianism and gayism. Mimi nasema lesbianism and gayism is a sin and is abomination before Yesu Kristo. Mbele za Yesu ni dhambi kubwa sana. Na bila toba, bila kutubia, hakika nakwambia wewe ni mwana wa jehanamu. Kama shetani baba yako alivyo mwana wa jehanamu. Inaudhi sana kuona mwanamume akilala na mwanamume mwenzake. Na kera. Nalaumu sana viongozi wa makanisa. Ninaikuona kwamba unasimama kuhalalisha ndoa kama hizi. Shens kabisa. Pumbavu kabisa. Wacha tusome Mambo ya Walawi 20 kuanzia mstari wa 13. Nasema, tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao. Naanzia katika sehemu ya gayism. Haya ni maandiko. Ndio nimesema kwamba ikiwa ni haki gayism kufanyika mpaka kwa makoti inapitishwa, imewekwa mpaka sheria ya kwamba ni haki, wanaita ni human right. Sawa, ni human right. Chagua mwenyewe kile cha kufanya. Lakini tukiingia kwa maandiko, that is not a human right. That is a sin. Hiyo ni dhambi. Na kemea vikali. Ni dhambi. Aliyepitisha sheria hiyo, wewe chako kimotoni mpaka jehanamu. Wewe unayefuata sheria hiyo ukisema ni haki, hata wewe chako kimotoni, mwisho jehanamu. Ni maandiko. Mambo ya Walawi 20 mstari wa 13. Kwa wale ambao ni Waingereza wanapenda kimombo, Leviticus chapter 20 verse 13 inapinga gayism, yani mwanamume kulala na mwanamume mwenzake. Inasema, nitarudia kwa wewe ambaye unasikiza ukapate kuelewa. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama alalavyo na mke, wote wawili wamefanya machukizo. Yani machukizo kwa kimombo wanasema abomination. Hakika watauawa na damu yao itakuwa juu yao. Mimi watu watendao haya, mimi naona mwisho wao tu, hakuna pali kwingine, ni jehanamu ya moto ndipo anapoelekea.
sema kwamba wanaotenda mambo haya ni machukizo. Sasa huku wanasema kwamba katika makoti inapitishwa ni sheria, unaambiwa kwamba ni human right, na watu wanashika mabango wakishangilia ni haki yetu, haki yetu. Yaani ndio maana Rose Muhando akafikia mahali akasema kwamba kumbe dhambi imekuwa kitu cha kushangilia. Oh yeah, dunia sasa imachakari. Kumbe dhambi imekuwa kitu cha kushangiliwa. Magara makubwa imejengewa ngome za kifahari. Oh yeah, dunia sasa imachakari. Kumbe dhambi imekuwa kitu cha kushangiliwa. Magara makubwa imejengewa ngome za kifahari. Tunataka ushoga, tunataka watu wanaume na wanaume walalane, tunataka wanawake na wanawake walalane, haki yetu. Napata jaji anasimama akisema kwamba ni sheria imepitishwa, ni human right. Jinga kabisa. Utapitishaje sheria kama hii wewe? Ni nani unayemtumikia wewe? Paka nakupa ruhusa kupitisha sheria kama hii, ya kupitisha dhambi iwe sheria. Ndio maandiko akasema kwamba kitabu cha Isaiah 5 mstari wa 20. Ole. Narudia verse. Isaiah 5 mstari wa 20. Akasema ole kwa yule anayeita uovu kuwa haki na haki kuita uovu. Ole kwa yule anayesema ya kwamba gayism ni human right, gayism ni haki. Ole, mwisho wako ni jehanamu. Yule anayesema kwamba lesbianism, mwanamke na mwanamke kulalana, ni haki, ni human rights, chako kimotoni. Na si motoni tu, jehanamu ya moto. Usipotubu na kumregea Yesu, usipotubu na kuacha uchafu, hakika jehanamu inakusubiri. Hakika na kuhakikishia wewe ni mwana wa jehanamu, na ni lazima roho yako itaangamia pamoja na babako aliye shetani na yule aliyekuelekeza, kama ni mchungaji, kama ni serikali, kama ni dini, nyote jehanamu. Ni maandiko yamesema. Tusonge mbele. Tena mwanamke akilala na mwanamke mwenzake, yani kama vile alavyo na mwanamume, hayo pia ni machukizo, nao mwisho ni jehanamu, watakufa. Na leo iko utapata mwanadada kafungwa ndoa na mwanamke mwenzake. Utapata mchungaji ndiye anaongoza, au hata upate hata ongelee mbali, hata hapa nchini kwetu Kenya yapo. Unapata kanisa kwamba mchungaji yeye ni shoga. Mchungaji ameoa mwanamume mwenzake na anasimama katika madhabahu. Mchungaji ni mwanamke ameoa mwanamke mwenzake, anakataa mume, akisema kwamba anatetea, sema kwamba ni haki. Imeandikwa katika maandiko. Andiko lipi? Biblia gani iliyoandika maandiko kama haya? Sasa Biblia nimeisoma hii, imepinga lesbianism and gayism. Kama wewe ni mchungaji, unalo andiko linaloruhusu kitu kinaitwa gayism and lesbianism katika Biblia, somea hilo andiko ili wananchi wakaweze kutambua, ili wananchi wakaweze kufunguka macho ya kwamba Biblia imeruhusu au Yesu ameruhusu
Gayism and lesbianism kufanyika makanisani. Namba zangu unazoziona katika screen yako hii. You can WhatsApp me. Unaweza pita katika mtandao ya Facebook @Peterson Menza, ukanitafuta. Nipigie, ninanitafutia hilo andiko. Uniambie Biblia imeruhusu gayism and lesbianism. Huku ni kuchanganyikiwa. Mapepo yamewajaa. Na ukiangalia mambo haya wanaoyaendesha ni wakubwa wa nchi. Nikimaanisha viongozi wa dunia. Ndio wako na agenda kama hizi za kishetani na kipepo. Huku wanadamu ukisema, serikali nisaidie, serikali nisaidie, serikali ikusaidie na kukuletea ushoga. Pumbavu. Serikali nisaidie, serikali nisaidie, serikali ikusaidie na kukuletea lesbianism. Jinga wewe. Na ushindwe katika jina la Yesu. Pepo mkubwa wewe, kafiri. Hii ni injili za namna gani mnazozihubiri? Huu ni uchafu wa namna gani unaendelea katika makanisa? Inaudhi na inakera. Haifai hata kidogo. Wachungaji, wewe ambao unaniangalia ni mchungaji, tafuta Yesu katika roho na kweli. Tatizo ni kujichanganya na dunia na tamaa za dunia na kuiacha kweli kuitafuta kweli. Kuenenda katika njia za upotofu. Yesu anarudi. Ikiwa mchungaji unaongoza watu kuenenda katika lesbianism and gayism, ikiwa wewe ni kiongozi wa serikali unaenenda katika kuongoza sheria kama hizi za kijinga na kipumbavu na kikatili, wewe ni mjinga na ni shetani. Lakini tusemeje? Huu ni unabii ambao ulitabiriwa zamani. Na ndio maana hasira hii ambayo hata mimi naihisi kama unavyoniona, ndivyo hasira ambayo ilivyomuingia muumba wetu Yesu Kristo, akaharibu ile miji ya Sodomu na Gomora. Akawapiga kwa moto wakakufa wote. Kizazi chote kikaangamia. Na wakati umefikia tena kama ilivyotabiriwa, maana maandiko ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20, Yesu akasema kwamba akata kizazi cha 3 na cha 4 kisichompenda muumba. Basi kizazi hiki ndio hiki siku hizo wanakiita kizazi cha .com. Wanaita kizazi cha karne 21. Ndio kitabu kizazi ndio hiki. Hizi ni nyakati za mwisho mpendwa. Mtakatifu unasikia ujumbe huu. Jiweke mbali na dhambi. Jiweke mbali na uchafu huu. Kemea, karipia, tukana, vunja, haribu na jenga katika misingi ya Yesu Kristo. Usiogope. Yesu amesema yuko pamoja nasi. Alisema kwamba ikiwa dunia ilimpenda Yesu, hata sisi dunia itatupenda. Na ikiwa dunia ilimkataa, hata mimi itanikataa. Hata wewe ulishika kweli itakukataa. Ni wachungaji wangapi wamesimama katika kweli, lakini wamepingwa. Wamepingwa na dini, wamepingwa na serikali. Kwa sababu ya kusimamia kweli. Hata wewe isimamie kweli, maana katikati ya hiyo kweli Yesu ataonekana. Biblia imesema katika kitabu cha Timotheo, wakati wa mwisho watu watakuwa ni wenye kupenda anasa kuliko kumpenda muumba. Hiyo ni katika kitabu cha Timotheo wa pili 3. Kisoma mahali pale kuanzia 1 mpaka 6, ukisoma pale inakwambia kwamba watu watakuwa ni wenye kupenda anasa kuliko kumpenda muumba wao. Watu ukiangalia sasa hivi watu wanapigania anasa. Unapata katoto kadogo kama miaka 9 kashadikiriwa tayari. Nashindwa hii ni nini? Kizazi gani hiki? Katoto kama 12 kashazaa tayari. Hii ni nini? Ukiangalia katika historia ya Sodom na Gomora iliyofanyika, Lutu na mke wake watoke ndio waliotoka. Lakini waliobaki pale, hata alikuwa mtoto mchanga, wote walichomeka wakafa kwa sababu ya hasira ya Yesu. Naambia ole kwa kizazi hiki cha 3 na cha 4. Ole kwa kizazi cha .com
Ole kwa kizazi cha miaka hii wakisema kwamba ni karne ya 21. Ole kwa dunia. Ole kwa viongozi wanaoendeza sera za kipepo na shetani, na washindwe katika jina la Yesu. Wa mapepo wakubwa nyinyi. Na zaidi maomba mwitu wakiwa wachungaji na wahubiri wanaoeneza agenda hizi bila aibu. Na nitashangaa mtu yuko kanisani na anaona mchungaji anapisha kama sera kama hizi na wanashangilia. Washenzi na wajinga. Ni watu waliopotoka katika kweli, wana wameufuata uongo kwa sababu walimjua muumba na hawakumtukuza kama Yesu. Hawakumtukuza kama muumba wao, bali wakaenenda katika tamaa zao. Ndio maana mwisho utapata mambo kama haya ya ujinga na ukiita ushoga, wakisema kwamba ni haki. Ni haki ya namna gani? Ndio maana msanii anayeitwa Pascal Kassan alimba wimbo tu mfupi, kasema kwamba dunia hakika iko mwishoni. Dunia 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 iko mwishoni. Kuongezeka tena kudai haki, nayo tunayaona. Mtoto kumzaa mtoto, nayo tunayaona. Lakini kuna mahala Biblia inasema kutainuka ndoa za jinsia moja, nazo zitafungwa makanisani. Leo tunaona ushoga unadai haki. Serikali nayo imepanga sheria ya kuwatetea mashoga. Tayari nchi zingine wamepitisha haki za mashoga. Ukizungumza ushoga hadharani, ukaukemea, unachukuliwa sheria. Dunia iko mwisho. Yesu anarudi na watu wako gizani. Muda wameusahau wa kujiliwa kwao. Amka, amka, mwana wa Adamu arudi. Amka wewe mpendwa, amka ujiandae, Yesu anarudi dunia. Lakini kuna mahala Biblia inasema kutainuka ndoa za jinsia moja, nazo zitafungwa makanisani. Leo tunaona ushoga unadai haki. Serikali nayo imepanga sheria ya kuwatetea mashoga. Tayari nchi zingine wamepitisha haki za mashoga. Ukizungumza ushoga hadharani, ukaukemea, unachukuliwa sheria. Dunia iko mwishoni. Na ni kweli dunia inaisha. Na mambo kama haya Biblia inasema kwamba mtakapoyaona mjue kwamba kuja kwangu kukaribu. Na akasema kwamba heri mtu yule ambaye bwana wake akiondoka atakuja kumkuta akifanya mambo yale yale aliyoachwa. Yesu ameondoka, ametuachia Injili. Tuendelee kushika kweli. Tuendelee kumfuatilia Yesu katika roho na kweli. Tukaepukane na mambo kama haya ya ushoga, mambo kama haya ya ujinga yakiongozwa na viongozi maserikalini na viongozi makanisani. Wapumbavu kabisa. Ikiwa wewe ni mchungaji na unaendea sera hii, mimi nimekutukana, nikwambia wewe ni pumbavu. Inaudhi, ni ujinga. Kuendeza sera za kijinga. Sera za dhambi. Wakiziita kwamba ni human right. Sasa kama ni human right, Biblia imekataa, niambie sasa utaihitaje? Ni haki kwa nani? Hii ni haki kwa wenye dhambi peke yake.
Wenye dhambi ndio wataita human right. Na ni sawa, wanakubaliana wao. Lakini ujue ya kwamba mwisho wa mwenye dhambi ni jehanamu ya moto. Usipotubu mpendwa, jehanamu inakusubiri. Usipotubu, moto lililofanyika Sodom na Gomora tulisubiria katika nchi ya Kenya. Lililofanyika katika Sodom na Gomora tulisubiria nchi ya Tanzania. Lililofanyika katika Sodom na Gomora tulisubiria Uganda. Lililofanyika Sodom na Gomora lililofanyika Sodom na Gomora tulisubirie Afrika. Lililofanyika Sodom na Gomora tulisubirie Amerika ikichomeka ikiwa inaongoza upumbavu huu na viongozi wakubwa walio na sera za kipumbavu. Linawasubiri wa Amerika. Lililofanyika Sodom na Gomora tulisubiri ulimwengu mzima. Wewe uliyemshikilia Yesu, mshike Yesu katika roho na kweli. Umwabudu yeye katika roho na kweli. Uepukane na upumbavu huu. Uepukane na uchafu huu. Jamani, dunia inaelekea wapi? Dunia inaenda wapi? Dunia inaelekezwa wapi? Tunaenda motoni. Tunaenda motoni. Ujumbe huu huenda ikawa umekuwa mfupi kwako, lakini sikiliza chenye nimekiongea juu ya ujumbe huu. Ikiwa umeusikiza ujumbe huu na umekugusa na ulikuwa wewe ndio mlengwa, ukienenda katika njia kama hizi, na kuomba utubu. Tafute Yesu katika roho na kweli. Jitakase. Maana Yesu amesema kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekeza na kuacha dhambi zao, mimi nitawasamehe dhambi zao. Basi kwanza nianze ujikubali ya kwamba umetenda dhambi. Jikubali ya kwamba umekosa. Umfuate Yesu na umwabudu Yesu katika roho na kweli. Inasikitisha. Inauma. Hasa kuona viongozi wa makanisa, wachungaji wanalitesa kanisa. Ikiwa wao ndio mstari wa mbele wa kuongoza watu kuelekea mbinguni, wao wanaelekeza watu kuelekea jehanamu. Hawa kama si watumishi wa Yesu. Hawa ni watumishi wa shetani. Maana ajenda ya shetani ni kuelekeza watu jehanamu. Na nawahurumia washirika wengine, mimi hupenda tu kuwahurumia. Kwa nini ukae kanisani ambapo unaona mchungaji hakupi injili ya kuhubiria kukwambia uende kwa Yesu, hakuhubiri injili ya kukwambia tubu dhambi zako, hakuhubiri injili ya kukwambia acha na dhambi, tubu dhambi zako, Yesu akutakase uingie mbinguni. Mtu utasikia tu huyo ni baba yangu. Baba yangu hata kama ulisema nitafuata. Biblia inasema kiongozi akiwa kipofu, wote wanaomfuata watatumbukia shimoni. Mimi naona watu wengi, hasa dini zilizojaa. Maana Yesu hakujii dini, Yesu anakujia mtu binafsi. Watu wengi wanaelekea jehanamu. Watu wengi wanaelekea jehanamu ya moto. Usipotubu, chako kimotoni. Chako kimotoni. Chako kimotoni. Wengine ujumbe kama huu wanaogopa kuusema. Maana wanasema kwamba naweza sema labda fulani atanishtaki, labda fulani ataniongea vibaya, labda fulani atanitafuta niongee vibaya. Wapi? Wacha wakuongee vibaya. Wacha wakukatae, wakupinge. Lakini usimame katika kweli. Maana Yesu akasema kwamba atakayenionea haya mbele za wanadamu, nitamuonea haya katika utukufu wangu mbele za Baba yangu. Mimi sionei haya injili ya Yesu. Ndio maana andiko likasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, tusome. Timotheo wa pili 4:2 mpaka 4, hapo inasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiofaa. Karipia. Nawaambia na wakaripia serikali.
viongozi wa serikali wanaoeneza ajenda hizi. Ninawakaripia wachungaji wanaoeneza sera hizi za kiujinga, za kipepo na kishetani. Anasema kemea. Na wakemea wachungaji, viongozi wa serikali wanaoendeza sheria hizi za kipepo. Inasema onya kwa uvumilivu wote na mafundisho, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Unaona? Nasema kwamba upo wakati utakapokuja watajitafutia walimu makundi ambao ni wakati ni huu, wamejitafutia makundi viongozi wa serikali ambao wanaendeza katika sheria. Kwanza unapata ni viongozi wakubwa ndio wana sera hizi za kipepo na kishetani. Hawa ndio walimu wanaozungumziwa hapa, makundi wanazo na sera hizi za kishetani. Unapata kama walimu wengine hawa wanazungumzia kuhusu makanisa, dini, wachungaji, mapadri, mabishop, mareverend, majina mengi na ni watu ambao wamepotoka na mashetani wakubwa walio makanisani. Lakini Yesu anasema kwamba kemea, karipia, fokea, onya. Basi mimi nawaonya siku ya leo. Basi Yesu anawaonya wanaofuata sheria mambo kama haya. Mkatubu dhambi zenu, muache dhambi zenu, Yesu atawasamehe. Msipoacha, hakika jehanamu ya moto inawasubiri. Yesu awabariki kwa wote waliosikiza ujumbe huu. Mbarikiwe. Yesu azidi kuwatawala, awatie nguvu kwa wale ambao wanazidi kumwelekea Yesu katika roho na kweli. Yesu atupe nguvu na uwezo, na heshima yake izidi kuwa pamoja nazi, utukufu na heshima katika nyakati hizi za mwisho. Basi Yesu azidi kuwa pamoja nasi, atutakase. Ukipata ujumbe huu, usisahau kucomment, share, like. Pia usisahau kusubscribe. Dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni, wapendwa, iko mwishoni, dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni, wapendwa, iko mwishoni. Kuongezeka tena kudai haki, nayo tunayaona. Mtoto kumzaa mtoto, nayo tunayaona. Lakini kuna mahala Biblia inasema kutainuka ndoa za jinsia moja, nazo zitafungwa makanisani. Leo tunaona ushoga unadai haki. Serikali nayo imepanga sheria ya kuwatetea mashoga. Tayari nchi zingine wamepitisha haki za mashoga. Ukizungumza ushoga hadharani, ukaukemea, unachukuliwa sheria. Dunia iko mwisho, Yesu anarudi na watu wako gizani. Muda wameusahau wa kujiliwa kwao. Amka, amka, mwana wa Adamu arudi. Amka wewe mpendwa, amka ujiandae, Yesu anarudi dunia. Lakini kuna mahala Biblia inasema kutainuka ndoa za jinsia moja, nazo zitafungwa makanisani. Leo tunaona ushoga unadai haki. Serikali nayo imepanga sheria ya kuwatetea mashoga. Tayari nchi zingine wamepitisha haki za mashoga. Ukizungumza ushoga hadharani, ukaukemea, unachukuliwa
kuchukuliwa sheria.